Kwa majina naitwa Irene Damian, mkuu wa kitengo cha mahusiano mkoa wa Rift Tobacco. Mkoa wa Rift Tobacco ni kampuni inayojihusisha na ununuzi, uchakataji na uuzaji wa tumbaku. Sisi kama mkoa tumejumuika na wadau wengine katika kuadhimisha siku ya ushirika duniani mwaka huu. Sisi kama mkoa tunaamini kwamba mazingira ni jambo mtambuka ambalo halihitaji ushindani, lakini linahitaji kutuleta pamoja kama wana ushirika au kama wadau. Ukiangalia zao letu la tumbaku haliwezi kuwa endelevu bila utunzaji wa mazingira, kwa sababu tumbaku yetu inakaushwa na kuni. Kuni hizo zinatoka kwenye misitu ya asili. Hivyo basi sisi kama wadau tuweze kuungana pamoja katika kutunza misitu au kutunza mazingira kwa ajili ya uendelevu wa zao la tumbaku. Ushirika, pamoja tujenge uchumi. Katika maadhimisho haya, viongozi mbalimbali wa serikali akiwemo Naibu Waziri Mkuu Doto Mashaka Biteko, Waziri wa Kilimo Hussein Bashe, Naibu Waziri wa Kilimo David Silinde, Mwenyekiti wa Kamisheni ya Tume ya Maendeleo ya Ushirika nchini TCDC Abdul Majid Nsekela, Mrajisi Mkuu wa Vyama vya Ushirika nchini Dr. Benson Otieno Ndiege na wengine wengi walipata nafasi ya kutembelea banda la Mkwawa na kupata maelezo ya kina kuhusiana na mnyororo mzima wa ununuzi, uchakataji na uuzaji wa zao la tumbaku. Na hapa mgeni rasmi katika ufungaji wa maadhimisho haya, Naibu Waziri Mkuu Doto Mashaka Biteko anapata maelezo kutoka kwa mwakilishi wa kampuni ya Mkwawa. Mheshimiwa mgeni rasmi, karibu katika banda la Mkwawa Rift Tobacco. Hii ni kampuni ya Kitanzania ya tumbaku, ina umri wa miaka mitatu sasa. Na kwa msimu huu tumeshanunua tayari kilo milioni 36. Ndio. Tumeshanunua kilo milioni 36, japo malengo yetu yalikuwa zaidi ya hapo, lakini kutokana na hali ya hewa tumeshindwa kufikia malengo. Na tumeshalipa hiyo tumbaku ina thamani ya dola milioni 81. Tumeshalipa dola milioni 67 mpaka sasa hivi. Masoko yanaendelea na tunaendelea. Utunzaji na uhifadhi wa mazingira ni miongoni mwa vipaumbele muhimu kwa kampuni hii ya Mkwawa kwa wakulima wa tumbaku wanaowahudumia. Ukiangalia pale utaona kuna mfano wa kuni na miti ya asili, lakini pia tulikuwa tunapicha mabani, kwamba tukichukua mabani ya kisasa, wakulima wetu kutumia mabani ya kisasa, tukatumia kuni zilizokauka, tuna uwezo wa kupunguza matumizi ya kuni hadi 35%. Kwa hiyo itakuwa ni hatua kubwa sana kwetu sisi kupunguza uharibifu wa mazingira, lakini pia na juhudi za upandaji wa miti ili kuhakikisha misitu ambayo tunaitumia asili, misitu ya kupanda na majiko ambayo ni banifu, tunatunza mazingira ili kuwa na biashara endelevu. Sifa kubwa ya kampuni hii ni kwa namna inavyowezesha wakulima wake ili kupata tumbaku bora yenye thamani kubwa sokoni, ambapo kwa ustadi wa hali ya juu tumbaku yote hupangwa katika madaraja kulingana na ubora na thamani yake sokoni. Kwa hiyo hii ni grade namba 2 kwenye C, na O pia inakuwa ni sehemu factor ambayo inaangaliwa na rangi na zile dots zilizopo, na kinachosababisha katika ule mchumo ni urefu wa jani ukianzia kwenye plant position inayokuwepo. Afya na usalama kazini ni muhimu sana, kwani ndiyo dira inayoweza kumfanya mkulima kuwa na uhakika wa kuzalisha tumbaku nyingi na yenye ubora. Akiwa bado yupo katika banda hili, Naibu Waziri Mkuu akataka kujua kampuni ya Mkwawa imejipanga vipi katika swala zima la utunzaji wa mazingira endelevu. Tusaidie ninyi kwenye mazingira, mnafanya nini specific na kuwahamisha kubadilisha teknolojia, au mmewaachia serikali wafanye utafiti pekee yao bila nini? Mheshimiwa mgeni rasmi, kama nilivyosema umri wetu ni miaka mitatu, lakini kwenye eneo la mazingira tumekuja na mikakati miwili, naweza kusema mikubwa. Mkakati wa kwanza, kuanzia msimu huu tutakuwa na mchakato wa kuwasaidia wakulima kubadilisha channel na jiko ya zile bani ambazo wanazitumia ili kupunguza matumizi ya kuni. Hatutaangalia na banda la tope au la nini, lakini tutaangalia ni ile sehemu ambayo itaweza kusaidia kupunguza matumizi ya kuni. Lakini la pili, tunaunga mkono hatua ambazo zinafanywa na Wizara ya Maliasili na Utalii kwenye kuanzisha misitu ya jamii. Kwa hiyo tunatambua yale maeneo ambayo wakulima wetu wanakata kuni, tunatengenezea mpango wa matumizi endelevu
ili ule uwezo wa msitu kuongezeka kwa mwaka, basi ndio ule uwezo ambao wakulima watachukua kwenda kukaushia tumbaku. Tunasema annual allowable cut na ile mini annual increment ili ziweze kuendana, tusizidishe pale, kwa sababu tuna wateja wakubwa ambao wanaweza kusaidia Tanzania kufunguka zaidi kimataifa. Pamoja na kampuni hii kujiridhisha ubora na uzito halali wa tumbaku kupitia teknolojia ya kisasa, swala la kurejesha kwa jamii sehemu ya faida itokanayo na mauzo ya tumbaku ni kipaumbele muhimu kwa kampuni hii ya Mkwawa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kampuni ya Mkwawa tunafanya kazi kwa karibu sana na jamii yetu, jamii ya vyama vya msingi kwa wakulima pamoja na union na serikali za mikoa. Tumekuwa tukiangalia sana katika miradi ya elimu kusaidia. Ukienda pale Kahama, Ushetu, tumeshiriki katika kujenga shule ambapo walikuwa na mradi wa shule, tumewasaidia simenti, lakini maeneo mengine tumesaidia vifaa vya hospitali, ujenzi wa hospitali, lakini pia tumeshiriki kwenye shughuli za mkoa katika mambo ya kijamii ambayo wanakuwa wana uhitaji. Lakini pia sisi kama Mkwawa tumetengeneza miradi ambayo tunakwenda kuitekeleza kuanzia mwezi ujao, mwezi wa 8. Na mradi tunaingia wa kutoa chakula mashuleni kwa ajili ya kupunguza utoro. Kwa hiyo sehemu ambayo itatusaidia katika hili. Lakini pia kuna misitu ya jamii ambayo amesema hapa mwenzangu, tunasaidia katika vile vikao, kukaa na jamii katika kupanga matumizi bora ya ile misitu kama na CBA. Katika maadhimisho haya, bila shaka wale wote waliopata nafasi ya kuingia katika banda hili wamepata elimu na ufahamu wa kutosha kuhusiana na zao hili la tumbaku, akiwemo Naibu Waziri Mkuu Mheshimiwa Doto Mashaka Biteko, ambapo mara baada ya kupokea maelezo haya yote, naye akawa na ushauri kwa uongozi wa kampuni hii ya Mkwawa. Mimi na washauri, ndio mnatakiwa mtengeneze vitu vitakavyowapa kuonekana kwenu, visibility. Nchi hii kweli kama kuna watu wana shida ya chakula. Ishu ya kupeleka chakula shuleni ni jambo zuri, lakini haikupi visibility. Mtu akila leo, kesho atahitaji chakula hicho. Ndio. Kitu gani unachoweza kumfanya kuwa na sustainability ya yeye kula bila wewe? La kwanza. La pili, lazima mwekeze kwenye vitu ambavyo vinaishi. Ndio. Hata baada ya ninyi kuondoka vile vitu vibaki. Ukiniambia umepeleka simenti watapeleka wangapi? Nani anakuwa nayo? Wewe unafanya biashara ya turnover ya dola milioni ngapi kwa mwaka? No, packet. Sisi tunakwenda karibu dola milioni 200. Haya, dola milioni 200, 100% yake nini? Mafanikio haya yote ni ushirikiano mkubwa kati yetu kampuni ya Mkwawa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo imeendelea kutuamini kama wanunuzi wakubwa wa tumbaku nchini Tanzania. Bila kusahau Tume ya Maendeleo ya Ushirika TCDC, ambao ndio waandaaji wakuu wa maadhimisho haya ya 23 ya Wiki ya Ushirika Duniani kwa mwaka huu wa 2024. Shukrani za pekee kwa wale wote waliopata nafasi ya kufika na kutembelea banda letu. Kwa pamoja tunasema, they call it leaf, we call it green gold.